Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu. Sasa taifa letu hili bwana lina vitu vya kuchekesha sana sana. Kuna watu ambao kwa makusudi kabisa waliamua kuweka mapazia kwenye milango yao ya fahamu, wakatuona sisi wapumbafu. Sasa kwenye pitapita zangu nimekutana na ugomvi yaani vichekesho. Nimekutana na ugomvi, lakini ugomvi ulikuwa unamuhusisha mjumbe wa sehemu moja hivi ambaye ni mjumbe wa CCM. Anabishana na kijana wa chombo cha usafiri kwa nini amepandisha nauli. Nauli aliyokuwa ameizoea mjumbe huyo ni tofauti na aliyeikuta siku ya jana. Ule ugomvi ulikuwa ni mkubwa, nikamuuliza tu yule mzee kwa adabu tu, nikamsalimia kama mzee, kuna shida gani? Akanielezea kesi iliyokuwepo. Nikamwambiaje, nani kapandisha bei ya mafuta? Akasema serikali. Huyu kijana unamtuhumu nini? Na hiyo serikali ni ipi? Ni ya chama gani? Ni serikali ya chama chako? Huyu kijana kapandisha bei ya nauli kwa umbali huu kwa sababu serikali yako wewe, tena wewe ni mjumbe kabisa, imepandisha bei ya mafuta. Sasa unamtuhumu huyu kwa nini? Mbona wenzako wote wamelipa? Unajua kuna kitu kimoja ni washauri watu wa CCM. Kumiliki kadi ya CCM haimaanishi wewe ndio Mtanzania. Hilo kwanza inabidi mlijue. Yaani ile kadi haithibitishi utanzania wako. Ile inathibitisha wanachama wako kwenye chama unachokubaliana nacho. Na ni haki yako kabisa kukubaliana na chama unachokubaliana nacho, hatukukatazi. Lakini chama chako kinapofanya kosa lolote linalogharimu ustawi wa maisha yako, usiwanyanyase watu. Wewe uliamua kuweka mapazia kwenye milango yako ya fahamu, ukawaona watu wajinga wanaopigania haki. Sasa hapa baada ya kuongea maneno haya, unaweza kusema kwa hiyo ulitaka serikali ifanyeje kama huko kuna nchi zinagombana? Kwa sababu ndio akili za watu wa namna hiyo zinapoishia. Kuna ushauri mmoja aliwahi kutoa Bwana Gwajima kuhusiana na gesi yetu wenyewe, kubadili mifumo ya magari tuliokuwa nayo kutumia gesi ili tuwe na uraji mdogo wa mafuta kwenye taifa letu. Alitoa maelekezo mazuri sana, sina haja ya kuyarudia. Ila serikali yako imeshindwa. Usisumbue watu, usisumbue watu. Na bado niliwaambia, na bado na nilisema kitu kimoja, mifumuko ya bei itakapoanza kutokea, ima kwa deni la taifa kuendelea kuongezeka au kwa namna yoyote ile ya kutojilimbikizia akiba ya vitu kama mafuta, ambao serikali kwa makusudi inashindwa kufanya hivyo, ule mfumuko wa bei utakapotokea, hautambana Chadema, hautambana CUF, hautambana mtu wa chama chochote kingine, utatubana Watanzania wote. Yaani sote tutapita kwenye moto kama dhahabu chafu, twende tukang'alishwe kwa pamoja. Kwa unavyosikia watu wanapambania akili nzuri kutumika kwenye taifa, usiwaone wapumbafu, ungana nao hata kimya kimya kama unaamua, na si kudhihaki watu wanapopigania haki. Wajua hivi vitoto vingine vya nani, hivi vitoto vya vilivyoko UVCCM vingi ni vitoto vya viongozi vya mbunge, vya diwani, vya nani, kitoto cha nani, havijui njaa. Yaani havijui kuhangaika, havijui njaa, yaani havijui mzozo wote ulioko mtaani. Ndio shida kubwa inapoanzia. Sasa endeleeni, lakini tuko pamoja kwenye harakati za maumivu. Hili ndilo taifa la pekee ambalo mwizi anaiba huko anashangiliwa. Sasa kuna video nyingine nimeona kama mbili hivi tofauti. Kuna moja ilikuwa inamhusisha bwana mmoja anaitwa Abduri kama sikosei, amewalaghai watoto wadogo kuingia kuvunja maduka ya watu. Wala watoto wamekamatwa, wanapigwa, ila wamerubuniwa na mtu mwingine waende kuiba. Wanapigwa, wanaumizwa kwa kwenda kuiba kitu kisichokuwa na thamani hata 30,000. Lakini yawezekana wafanyabiashara hawa wanaowapiga wale watoto na kuwaumiza mpaka kupelekea labda kutaka kuwaua, ni wanashangilia viongozi wanaoiba mabilioni ya hela na hawalalamiki.
Sishauri watoto waendelee kuiba, nakemea hicho kitu, lakini tuwe tunaangalia na ni nini kinasababisha watoto wa umri wa miaka 13 kwenye taifa letu wanaiba. Kwa sababu ukienda kwenye nchi kama nchi zilizoendelea za Poland, wapi watoto wadogo wadogo kule ukienda kuangalia miaka 13 huwezi kukuta anashawishiwa na mtu kwenda kuvunja sehemu kuiba. Uhalifu sio kwamba haupo kwenye mataifa hayo, upo, lakini si kwa ukubwa kama tulokuwepo nao sisi. Tukio lingine nililoliona, kuna vijana 75 wametapeliwa. Wameingizwa kwenye utapeli, lakini wametapeliwa na vijana wawili, nadhani mmoja wa Njombe, mwingine wa Dodoma, kama sina kumbukumbu vizuri hapo mtanikumbusha kwenye comment. Lakini hawa waliotapeli $600,000, polisi wamechechamaa, wanasema tumekwisha watia nguvuni na tunawapeleka mahakamani. Yaani polisi wanaonekana kabisa wanapambania yule mwizi wa $600,000. Lakini kuna mwizi anayesababisha hao polisi wenyewe walipwe mishahara ya kifala. Anaiba mabilioni ya hela, lakini rais kauli anayoitoa ni nyepesi tu, picha zao zianikwe au wawekwe tu huru wazi, waone aibu. Yaani mwizi wa mabilioni ya pesa ya taifa anatakiwa kupata adhabu ya kuona aibu tu. Lakini kijana mdogo ambaye kwa kushawishiwa, tena yuko chini ya umri wa miaka 18, anapigwa vibaya sana, nusu ya kuuawa mtaani kwa kwenda kuiba kitu cha $30,000. Hii mifumo ya wizi wa watoto mnatengeneza nyie. Kila upumbavu watengenezwa nyie, lakini polisi mimi wananishangaza wanachachamalia vitu vya kipouzi, wakati vile ambavyo ni vya taifa, vya kulipambania taifa, wala haviwasumbui sana. Hili taifa linachekesha sana, linachekesha sana. Tuendelee kucheka, ndivyo tumeamua taifa letu liwe. Mungu awabariki, tuendelee kusubscribe Mkobe TV. Muwe na siku njema. Jambo moja la mwisho, jamani, jiungeni Chadema kwa kasi. Yaani usiseme tu napenda viongozi wa Chadema, napenda viongozi wa Chadema. Fanya na vitendo, kuwa na kadi. Na mimi akina Twaha wataelekeza watu ofisi ziko wapi kwa maeneo waliopo, waende wakachukue kadi. Wataelekeza utaratibu wa kadi ulivyo, watusaidie. Kampeni yangu ni moja tu. Natamani kuona utitiri wa kadi za Chadema zikichukuliwa. Mtakuja kunielewa ni kwa nini nataka kuwe na wanachama hai. Yaani sio ile kwamba eti kuna mtu mmoja kwenye comment ameniambia ukitaka kuamini watu wengi wako Chadema angalia mikutano. Yes, kwenye mikutano wanaweza wakajaa, ni kweli. Lakini je, wote wana kadi za chama? Mimi ninachokitaka wawe wanachama hai kwa maelfu, kwa mamilioni. Anayesema kwamba hata Chadema inaweza ikawa kama CCM baadaye ni sawa, na yenyewe ikiwa kama CCM baadaye nayo tutaiponda. Tunachokitaka tu tunabadilishana vijiti. Lakini kwa sasa ni washauri vijana, msisikilize rongorongo zozote. Kama teni kadi ya Chadema. Mungu awabariki wa Tanzania, Mungu bariki Chama cha Demokrasia na Maendeleo.